Dhamira ya wizara inakwenda sambamba na maelekezo ya serikali ya kuunganisha mifumo yote ya kutolea huduma. Mfumo wa anwani za makazi umeunganishwa na mifumo mingine ya kutolea huduma ili kusaidia serikali kutoa huduma bora kwa wananchi, ikiwemo huduma zinazohitaji kufikishwa majumbani, home deliveries. Ili kupata tija iliyokusudiwa, hatuna budi kuhakikisha kupitia watendaji wetu wa serikali za mitaa, vijiji, serikali yetu inakuwa na taarifa sahihi za anwani za makazi kila wakati. Mwelekeo wa serikali ni kufanya matumizi ya anwani za makazi kama sharti la msingi wakati wa kutoa na kupokea huduma. Hivyo, tunapaswa kushirikiana katika kuhamasisha wananchi wetu waanze kusajiliwa kwenye mfumo huu. Dhamira ya serikali ni kila mwananchi atambue anwani yake ya makazi na kujenga mazoea ya kujitambulisha kupitia hiyo anwani ya makazi wakati wa kupokea huduma. Kwa hiyo tunategemea tukishaimarisha masuala ya anwani ya makazi, tusitumie namna ya kujitambulisha, labda ukipita kona fulani au kwenye ule mfereji ule ndo nyumba yangu iko hapo. Kwa tunategemea namna ya utambulisho huo tuondekane nao, lakini anwani ya makazi ndo tunategemea kwamba mwananchi aweze kujitambulisha. Ndugu mgeni rasmi, kama ilivyoelezwa, tayari huduma ya barua ya utambulisho inaanza kutolewa kupitia mfumo wa NaPA. Hadi kufikia tarehe 21 Septemba 2025, jumla ya barua za utambulisho wa makazi kidijitali 668,558 zilitolewa kupitia mfumo wa NaPA kote nchini. Na katika halmashauri ya jiji la Mbeya, jumla ya barua 14,325 zimeombwa na barua 14,325 zimefanywa kazi.